Bismillahirrahmanirrahim. Kwanza tunashukuru Mwenyezi Mungu ametufikisha siku ya leo, na ni siku muhimu sana. Ni siku ya kuchinja ulimwengu mzima. So leo ni tuko hapa Marsabit, alhamdulillah, na watu wetu wote wa Marsabit wako hapa. Tunashukuru leo, alhamdulillah. Watu wengi wamekuja nia ya kutekeleza wajibu wetu. Wajibu wetu kama Waislamu siku ya leo ni kuchinja, na tumeweza pata sponsor kutoka organization inaitwa Qatar Charity. Qatar Charity ilitusaidia mbuzi 300 leo katika Marsabit. I think kitendo kama hii haijawahi tendeka katika constituency kama hii yetu ya Sako. So leo tuna furaha kubwa na familia wengi wamepata benefit kutoka hii kazi muhimu. So leo tunahakikisha ya kwamba hii mbuzi tumepewa, hawa mbuzi tumepewa kila kabila katika county hii wapate, kwa sababu sisi wote ni watu moja. Ukiangalia Marsabit tuko na tatizo nyingi sana. Mara 2021 2022 tulikuwa na shida ya ukabila. Watu wengi walianza kupigana, tulipoteza watu wetu wengi sana, na baada ya hapo pia kulikuwa na matatizo ya jilali. Ukame ilikuwa mingi, watu walipoteza mifugo wengi sana. Kwa hivyo tatizo ilikuwa nyingi sana, na tunashukuru Mwenyezi Mungu leo watu hawa wetu tulifuatilia na wakaweza kutusaidia na mbuzi 300 ili watu wetu ambao wamekabiliwa na jalali ama ukame anawana watu mbuzi leo waweze kusaidika pia. Alhamdulillah, watu kama 2000 wameweza kufaidika kulingana na hii. So Uislamu ni kuleta watu pamoja, watu wote. Hata ukienda kwa kiwanja kila mtu anakuja, na hakuna ubaguzi katika hata mstari ya kuswali ama kitu chochote. Ukikuja kwa Islamu kila mtu ako moja. So tunaomba Waislamu wale wako katika Sako constituency wapendane, wadumishe amani. Ile tunataka ni amani, kudumisha amani. Na tunataka kuomba zaidi, watu wetu wako na mahitaji mengi sana. Kama maji iko shida kubwa, barabara iko shida kubwa, hospitali tuko na shida kubwa. Tunaomba tu kila kiongozi yale yako katika Marsabit afikirie watu wetu ili watu wetu wasaidike. Chakula saa hii mahindi tulikuwa tumepalilia juzi, tulikuwa na mvua nyingi, lakini kuna matumaini kidogo ya kupata maybe maharagwe ikiva, lakini mahindi hatuwezi jua. Sasa watu wetu watakula nini? Hawatakula nyasi, watu wana shida mingi sana. So sisi sote tujikaze, tujikakamue, tuone vile tutasaidia watu wetu. Tuko na vijana wengi ambao wamemaliza shule na wanakaa tu bila ajira. Wengine hata hawawezi kujimudu katika kusoma kwa sababu familia hawana pesa ya kutosha kupeleka hawa katika shule. So tujikaze kila namna, tuhakikishe vijana wetu ambao wamehitimu katika kupita secondary school wote wameingia katika shule. Na sisi kama Ebisa tunashukuru Mwenyezi Mungu, tuko na youth empowerment program. Hata ukiangalia kuna jacket mtu ako nayo. Wapi ile nini? Kuja mtu mmoja hapa. Hii inaitwa Eco. Eco ni Ebisa Community Empowerment. Ebisa Community Empowerment, hii kazi yake sasa ni kuhakikisha ya kwamba tusaidie watu wetu. Kazi yake, hii ni CBO. Hii ni vehicle ambayo tutaendelea kutumia tukiendelea mbele. Ebisa Community Empowerment. Tuta launch very soon na tutatumia hii kusaidia watu wetu zaidi. Zaidi inamaanisha nini? Watu wetu hatuna kisima mingi hata katika constituency hii. Tunatafuta kisima, tuchimbiwe kisima nyingi. Ya pili, tunataka kuhakikisha ya kwamba shamba watu walime kwa wingi. Sasa hii hata ukienda Shambole huko utakuta shamba nyingi iko msitu tu imekaa, na hatuna ngombe ya kulisha hii shamba. Sasa hii shamba itatusaidia na nini? So tunataka hiyo tractor yetu tumenunua tuweke under Eco na tuweze kusaidia community yetu katika kulima shamba nyingi zaidi. Na katika kutafuta dams tulisunguka constituency mzima. Tuangalie hali ya dams katika Sako constituency. Ni vijana wetu wa Sagante Jaldesa ndio walifanya, nikiwa nimesponsor hawa. Tulitafuta na dams nyingi, Earth Dam ile tuko nayo nyingi imeanza haina maji. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya hakuna desilting imefanyika. Tunaomba wa viongozi wetu pia katika hii constituency watusaidie kabla mvua ijayo, tufanye desilting ya hizi dams na tutafute dams nyingine, Earth Dams nyingine. Sisi kama Ebisa tunashukuru na tutaomba Mwenyezi Mungu, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu
na usaidizi kutoka watu wetu sponsors kadhaa, tutajaribu kufanya desilting hata ni damu moja ama damu mbili. Hiyo tutaomba Mwenyezi Mungu, na nyinyi pia mkwe na sisi inshallah. Na vijana wetu wale wako hapa tunahakikisha tunawasomesha katika Visa Youth Empowerment program tuko nayo katika digital literacy. Alhamdulillah, tunashukuru vijana 200 wamehitimu 200. Kwa nini tunafanya hivyo? Ni kwa sababu hii dunia, ulimwengu imebadilika sasa. Kama una akili ama skills ya kompyuta, hakuna place unaweza ajiriwa hata kazi. So tunajikaza kwa kila namna, tunahitimisha watu wengi. Sio hiyo skill peke yake, kuna ingine inaitwa AI. Sasa hii mambo yote inaenda kwa AI. Tunataka tumefundisha wa vijana wetu hiyo digital literacy program peke yake, tunafundisha hawa hata AI vile watatumia, lakini ethical use of AI, sio ya kutusiana, sio ya kuchoreana mapicha ama nini. Wale wamepitia Visa hawatatusi watu na AI, because AI ni kitu powerful sana. Wale wamefanya kazi na AI ndio watatuambia ni kitu ajabu. So vijana wetu tunawafundisha hii AI watumie kwa njia nzuri. So siku ya leo sitaki kusema nyingi. Tunashukuru kwanza Mwenyezi Mungu, tunashukuru hata masheikhs wetu wale wako hapa, wale wametusaidia katika kupanga hii mikakati na kuhakikisha kwamba kabila yote, sehemu zote katika Sako constituency wamepata hawa mbuzi, na hii mbuzi ni 300 vile tumesema. Na tunashukuru Mwenyezi Mungu, na tunaendelea kuomba kutafuta msaada ili tuweze kusaidia watu wetu kwa njia ambayo tunaweza. Hata nyinyi wale mko hapa, msiseme tu mambo ya leader huyu atatufanyia ABCD. Nyinyi pia mjikaze, mtafute namna mnaweza saidia watu wetu. Kama ni kulima shamba, enda lima shamba. Kama tukiwaita kama Visa kuja utusaidie kwa njia hii mbili ili tusaidie watu wetu, tafadhali njooni, mjoin sisi, tufanye kazi pamoja, ndio constituency yetu iendelee mbele. Tunashukuru Mwenyezi Mungu.